Kwa mimi kwa sababu najua amefanya makosa, siwezi nikapata na uchungu kwa sababu kajitakia mwenyewe, kaamua kuwadhalilisha viongozi. Kwa hiyo mimi nipo pamoja na serikali, jambo lolote watakaloamua, kama atampeleka jela pia itakuwa nafuu kwetu. Kwenye familia tutapata hata ile ahueni ya kupumua. Yes, mtazamaji wa Bongo 9 pamoja na Rich Media. Ni wakati mwingine, wakati mzuri kabisa. Leo tumepata wasaa wa kuweza kuonana, kuzungumza na mdogo wake na Dudu Baya, mwana familia ya mzee Tumaini. Leo tumemfuata tuweze kuzungumza, ukizingatia kile ambacho aliweza kukifanya siku ya jana kaka yake Dudu Baya. Kitu ambacho naweza kusema ni kitu cha ovyo. Aliweza kuzungumza maneno ambayo hayakuwa mazuri. Ukizingatia kwenye sherehe ile kulikuwa kuna viongozi wengi, viongozi wakubwa akiwemo waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Mwana FA pamoja na wabunge wa majimbo tofauti tofauti. Kiufupi, viongozi wengi wa serikali, watu mashuhuri na watu kutoka mataifa mbalimbali walikuwa pale, lakini yeye akaweza kuzungumza vitu vya hovyo. Leo tukaona tuweze kukutana na mdogo wake, tuweze kuzungumza naye. Huenda Dudu Baya matatizo yake yameanzia toka zamani. Tukasema tukutane na ndugu yake. Kwanza kabisa, ndugu yake, mdogo wake Dudu Baya, anza na kujitambulisha mbele za Watanzania ambao wanakutazama. Kwa majina anaitwa Yohana Tumaini, ni mdogo wake kabisa wa Dudu Baya. Naam, leo tumeweza kuonana. Umeshuhudia kile ambacho kaka yako aliweza kukifanya. Wewe kama mdogo wake na Dudu Baya, unadhani kwa nini kaka yako alifanya kitu kama kile? Unadhani kwa nini aliweza kuzungumza maneno kama yale? Ama hiyo ndio tabia yake toka zamani, kwa sababu wewe ndio unamfahamu, mmeweza kukua wote kwenye familia ya mzee Tumaini? Cha kwanza nitangulize thamani kwa Tanzania wote. Ila kuhusu Dudu Baya, ile ni tabia yake kila siku. Alishegi kugombana hadi na mzee mpaka wakapigana. Kwa mimi nilikuwa naomba serikali waweze kulichukulia hatua jambo hili. Kuna taarifa ambazo tumeweza kuzipata. Kuna dada yako wewe ambaye kwa Dudu Baya yeye ni mdogo wake. Tunaambiwa kwamba aliweza kumpiga miti. Ni kweli? Hiyo ni kweli kabisa. Mungu wangu. Kumpiga miti dada yake kweli jamani? Unachozungumza ni kweli? Ni kweli, ila tuseme ule kuna muda anatumiaga madawa kulevya, bangi, unataka ndo zinamuendesha. Kwa maana hiyo unataka kusema kwamba apelekwe soba pale Kigamboni kwa sababu mambo amekuwa amefanya sio mambo mazuri? Kaka yako apelekwe soba? Kama serikali itaona hilo jambo linafaa kumpeleka, sawa. Maana hata sisi kama familia tumechoshwa na tabia zake. Kwa kile ambacho ameweza kukifanya, na amesema kwamba hawezi kuomba msamaha kamwe, na show zingine ambazo zinafuata asipelekwe kabisa. Wewe kama mwakilishi wa familia ya mzee Tumaini, una kitu gani cha kuambia Watanzania ambao wana hasira mioyoni mwao? Mimi cha kuambia ni kwamba kama hivyo kwenye show nyingine wasio wanamuita, kwa sababu yule ana tabia za ovyo, ana mambo ya kipumbavu kabisa. Nimesikia kakako anaitwa Mamba. Wewe nasikia unaitwa Kenge bwana. Ni kweli. Yeye anajiita Mamba. Wahenga wenyewe wanakuambia kwenye msafara wa Mamba hata Kenge wamo. Na nimepata taarifa kwamba baba yenu alikuwa anajiita Mjusi bwana. Watu kama hawa kwenye familia yenu imekuwaje tena? Mbona mnachagua Kenge, Mjusi, Mamba? Afu hili swala la kupiga miti, hili swala limekaeje? Maana masuala ya miti kweli vipi upigi miti? Ndugu mwandishi, kwa nini miti upigi? Okay, sasa umeweza kuzungumza vizuri kabisa. Kaka yako aliweza kupata homa, aliumwa kipindi fulani hivi na aliweza kwenda India akaweza kufanyiwa operation. Unadhani wewe kama mwanafamilia unafahamu kaka yako kwanza alikuwa anasumbuliwa na kitu gani, na aliweza kuzungumza akasema kwamba watu wengi waligoma kumchangia, na ndio maana pale alienda kuachana live mbele za watu, ikiwemo serikali yetu tukufu anaituhumu, anasema kwamba iligoma kumchangia. Alikuwa anaumwa nini na walimchangia watu? Nyinyi wana familia mlihusika ama na nyinyi mlimkwepa kutokana na tabia zake?
Cha kwanza watu hawakumchangia kweli, ila hawakumchangia kutokana na tabia zake. Dudu Baya tabia ya ugomvi alianza zamani, kuwadhihaki watu, kuwatukana, kuwadhalilisha na kuwaita watu mashoga. Kwa hiyo Watanzania hicho kitu hawakupendezwa nacho. Kwa hiyo ndio maana wakamwacha apambane mwenyewe. Kwa maana hiyo umezungumzia swala zima la ushoga. Kuna tetesi, lakini hizi ni tetesi. Inasemekana kwamba mzee wa kupigwa miti, Dudu Baya, na yeye yuko kwenye hili dimbwi la ushoga. Amekuwa akijipambanua na kuwaita wenzie mashoga. Diamond Platinum shoga, Alikiba shoga, Tas Genius anapigwa miti kwa mujibu wa Dudu Baya. Sasa hizi tetesi ambazo zinasema kwamba yeye ni shoga, wewe unaweza kututhibitishia ama unaweza kukanusha? Cha kwanza mimi siwezi nikasema ni shoga ama sio shoga, kwa sababu mimi sijagi kumuona katika vitendo hivyo. Kuna uwezekano hivi tunavyozungumza kaka yako Dudu Baya Mamba, mzee wa kupiga miti, mzee wa you gotta watch your ass, anasema mambo kama hayo, anakutazama sasa hizi, unamwambia nini? Mimi cha kumwambia ni ajirekebishe tabia zake na asiwe anafanya vitu vya kijinga kama hivyo. Hicho ndio cha kumwambia. Hapo mdogo wake na Dudu Baya, kaka yako amekuwa akilalamika akisema kwamba media hazikumfanyia haki. Anasema DSTV kuna maadui wake, Wasafi kuna maadui wake, lakini pia hajasita amewataja Azam, anasema pia kuna maadui zake wengi. Wewe kama mwanafamilia, kuna uwezekano ukawa unafahamu maadui wa kaka zako. Kile hicho kizungumza kaka yako ni sahihi ama ndo bangi ambazo amekuwa zikizivuta pamoja na madawa ya kulevya na kunywa pombe kupindukia? Cha kwanza yule madawa ya kulevya anamchanganya sana. Hata yeye ndugu mwandishi, unaweza unatumiaga pombe kwani? Hapana kabisa, situmii hivyo vitu. Sigara? Hapana. Bangi? Hapana kabisa. Basi kama una ndugu yako au rafiki yako anatumia hivyo vitu, unaweza kumuuliza kwamba ukishavuta vile vitu unakuaje. Kwa hiyo akishavuta bangi zake kila mtu anamwona adui. Kuna muda pale nyumbani anaweza akarudi nyumbani ukamuongelesha, mnagombana. Kwa kuna kipindi kilifika alikuwa anatuita simu le ndani kwamba ni wanga tunataka tumtoe kafara sijui nini, ndio chanzo cha kuumwa kwake. Kwa hiyo sio vitu vya kweli vya wanavyosema kwamba hizo media zote ana maadui, sio kweli. Kwa nataka kuniambia chanzo cha ugonjwa wa Dudu Baya inawezekana ikawa ni laana kutoka kwenye mizimu ya kule kwenu. Kwa ulichokizungumzia ulisema alianza kuumwa baada ya kuwa anatukana wazazi. Unaweza kusema kwamba hiyo ni laana ambayo ameweza kupewa? Inaweza kuwa ni laana pia, sio mizimu tu kwamba kugombana na wazazi. Unakuta muda mwingine hata mtaani anagombana na watu bila sababu. Kwa yani kwanza kitu hicho mimi kinaniuma sana ndugu mwandishi. Kinaniumiza sana. Pole bwana, pole kwa hilo kaka yako, lakini yule undugu hawezi ukafa. Ni kweli, lakini anatutia aibu katika familia. Anaidhalilisha sana familia. Maskini ya Mungu. Hamna mganga kwenu huko kidogo muweze kumtengeneza? Okay, hapo bwana. Tuhuma zimekuwa ni nyingi. Kazungumza vitu vingi sana kaka yako. Lakini moja kati ya tuhuma ambayo ameweza kuzungumza ni kuhusiana na kwamba chumba ambacho alikuwa analala, watu waliweza kuingia na kuweza kufanya vitu vya ovyo ikiwemo kuchimba dawa. Sasa sisi kabidi tuongee na wewe. Taarifa hizi na ukweli ndani yake? Hapana, sio kweli. Watu wamechimba dawa bwana kwenye chumba cha Dudu Baya. Niamini mimi kaka, sio kweli. Kweli amethibitisha, lakini kaka yako na yeye anasema ni msema kweli, Mamba jita Mamba. Sio kweli, hizo taarifa ni za uongo na hamna ambaye alichukua fungo yake na kuingia kwa chumbani kwake. Vipi kuhusu taarifa ya kwamba Dudu Baya na apartment za kutosha sana hapa jijini Dar es Salaam amekuwa akizipangisha kwa watu, na anasema kwamba yeye ana hela na ndio maana aliweza kujipeleka India kwa fedha zake yeye mwenyewe. Je, kaka yako ana nyumba? Ana nyumba. Hizo ni taarifa zake za uongo. Ya kweli hayo? Kweli mimi nakwambia. Niamini mimi kaka, mimi si ndo ndugu yake. Okay, kwenye familia yenu labda amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akiwasaidia kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na masuala
ya kifedha ama hii imekaeje? Kwa hilo sio kweli. Yaani kwanza Dudu Baya ni mbinafsi. Afu ana roho mbaya. Kwa hiyo yani pale nyumbani hata kuna muda tukiwa na matatizo tunamaliza wenyewe. Yeye anasema kwenye matatizo yetu yeye husiki. Kwamba unataka kuniambia kwamba hata mzee Tumaini baba wa familia hajai kupata msaada wowote kutoka kwa Dudu Baya? Hajai kupata. Labda awe anamsaidia kisirisiri. Nimesikia hili jina la Dudu Baya lilipata kipindi akiwa mdogo. Unaambiwa alikuwa na mambo ya ajabu mpaka walimu mahali ambapo alikuwa anasoma japokuwa hakumaliza shule wakampa jina la Dudu Baya. Ni taarifa za kweli hizi? Ni kweli, hii tabia zake za ovyo ovyo alianza toka yupo mtoto. Kuta muda mwingine anatoroka shule, anapiga walimu. Kwa hiyo ndo akaamua kumpa jina hilo. Umeweza kuzungumza vitu vingi, umeweza kuzungumza vizuri. Sasa wewe kama mwanafamilia au nyinyi kama familia mmechukua hatua gani ya kuhakikisha kwamba ndugu yenu mnarejesha kwenye mfumo anarudi kuwa mtu mzuri? Ukizingatia yule ni ndugu yenu na siku zote anasema damu nzito kuliko maji, undugu wa ufi. Nyinyi wanafamilia mmechukua hatua gani au na nyinyi mmesema pote ile pote mmemwachia Mwenyezi Mungu? Kaka, sisi sasa hivi kilichobaki yetu macho, kwa sababu tushaongea sana, tusikilizi. Mzee kashaongea sana. Yani amekuwa ni mtu kujiamulia mwenyewe mambo. Ndio kama hivyo, anatukana watu, anagombana na watu, anadhalilisha watu, anawaita mashoga. Kwa sisi labda watu nao, labda jamii inatuzunguka itusaidie jambo hili. Kwa hiyo endapo ikitokea leo hii Baraza la Sanaa Tanzania BASATA chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye naibu waziri alikuwepo pale, Mwana FA, wakamchukulia hatua kaka yako Dudu Baya, labda akapelekwa polisi, labda akafungwa, wewe utalizia kutoka moyoni au uchungu utakuingia kutokana na yule ni kaka yako? Kwa mimi, kwa sababu najua amefanya makosa, tuweze nikapata uchungu kwa sababu kajitakia mwenyewe, kaamua kuwadhalilisha viongozi. Kwa mimi nipo pamoja na serikali, jambo lolote atakaloamua, kama atampeleka jela pia itakuwa nafuu kwetu. Kwenye familia tutapata hata ile ahueni ya kupumua. Yule ni kaka yako, leo hii unakuja mbele ya Tanzania unamwombea au unataka apelekwe jela? Yule ni kaka yako kweli? Ndugu yako damu moja apelekwe jela kweli? Kweli hivi kaka, si Waswahili wanasemaga anayeficha mwizi naye? Swali kidogo niko nyuma, malizia mesali yako. Anayeficha mwizi naye ni mwizi, si ndio? Kwa sisi sasa tukitetea ujinga wake tuonekana sisi tuko pamoja naye. Hiyo ni misemo ya wahenga. Tunachokizungumzia hapa ni undugu. Tunachokizungumzia hapa ni damu. Tunachokizungumzia hapa ni ule ukaribu wenu. Mmeweza kukaa kwenye tumbo moja. Kwa sababu mtu kama huyo hata afanye kitu gani unahitaji kumsamehe. Kwa nini unafanya hivyo kijana? Masuala ya polisi, apelekwe polisi. So kama simpendi ndugu yangu, lakini sasa kakosea. Kwa sheria ifuate mkondo wake. Yeye kaamua kutoka na viongozi, wamchukue tu wampeleke. Okay. Tumeweza kuzungumza mengi sana Mr. Yohana. Kuna watazamaji wanakutazama hapo Rich Media pamoja na Bongo 9. Kuna kitu gani cha kuambia Watanzania? Wewe kama mwanafamilia, familia ya Dudu Baya, familia ya mzee Tumaini, wamekupa ujumbe gani kuwafikishia Watanzania? Cha kwanza ni kuomba radhi wa Tanzania wote, watusamehe kwa kilichotokea, kwa sababu kadhalilisha mpaka familia. Mzee sazi watu, mzee atakapopita unasikia yule mwanae kafanya hivi. Kwa mimi naomba Watanzania watusamehe, ila kama sheria ifuate mkondo wake, mtumi wao yupo, sisi tutatoa ushirikiano kwa vyombo vya sheria. Bwana, huyu alikuwa ni Yohana, mdogo wake kabisa na Dudu Baya. Anamaliza kwa kusema kwamba sheria iweze kufuata mkondo wake. Na sisi wote tunafahamu alichokifanya Dudu Baya, mzee wa miti, wanamuita mamba. Na leo tuweza kukutana na Tumaini, yeye wanamuita kenge. Baba yao alikuwa anaitwa Mjusi. Tumeweza kuzungumza mambo mengi na nina imani mtazamaji
wa Rich Media pamoja na Bongo 9 utakuwa umeenjoy sana. Kitu cha msingi ambacho ningependa kukukumbusha ukifanya kwa sasa ni kuhakikisha una subscribe kwa wingi sana Bongo 9 pamoja na Rich Media. Mpaka wakati mwingine, kuna mambo mazuri kama haya.